Mtume na nabii Joshua Chris hapa. Kwa hakika ninayo furaha kubwa kukutana na wewe mtu wa Mungu katika hiki kipindi chetu, kipindi cha Kona ya Maarifa. Ninaamini Mungu anaendelea kukutunza, Mungu anaendelea kukutendea mema, na zaidi sana Mungu anaendelea kuyalinda maisha yako dhidi ya mipango na mitego yote ya yule mwovu. Mtu wa Mungu, leo katika kipindi hiki cha Kona ya Maarifa, kama ambavyo nimeendelea kukuambia wakati wote, watu wa Mungu wanaangamia kwa sababu wanayakosa maarifa. Elewa wakati wote unapoyakosa maarifa, kuangamia ni lazima kwenye maisha yako. Na maana mtu wa Mungu, nimeendelea kukusii tena na tena ya kwamba siku zote endelea kuongeza bidii ya kutafuta maarifa, kutafuta kufahamu. Hii ni kwa sababu kwa kadiri unaongeza maarifa kwenye maisha yako, ndio kwa kadiri maangamizi ya kipepo, maangamizi ya kishetani kwenye eneo fulani la maisha yako yanaendelea kupungua, kama sio kumalizika kabisa. Leo katika hiki kipindi cha Kona ya Maarifa, kwa ile neema kubwa ya Mungu na wito wa Mungu unaotenda kazi juu ya maisha yangu, nitakuwa na kufundisha viwango vitatu vya kubarikiwa kwa baraka fulani. Viwango vitatu vya kubarikiwa juu ya baraka fulani. Ninajua shule ya baraka ni shule pana, ni shule ambayo wengi wamekwisha isikia. Hata saa hii ninaposema na wewe pale unaponisikiliza na kunitazama, nina uhakika kabisa ya kwamba umeshasikia mafundisho mengi kwa habari ya kubarikiwa. Lakini leo tena ninahitaji muda wako mchache ili nikufundishe viwango vitatu vya kubarikiwa juu ya baraka fulani. Ninamaanisha nini? Elewa mtu wa Mungu, baraka zipo katika maeneo tofauti tofauti. Lakini nataka ni uelewe ya kwamba katika eneo fulani Mungu akianza kukubariki, ninataka uwe na ufahamu utabarikiwa kwa viwango vitatu. Au kwa lugha nyingine, kuna viwango vitatu vya kubarikiwa juu ya baraka fulani. Na ili unielewe vizuri, nitatumia mfano wa baraka ya fedha. Nitakufundisha zaidi kwa kutumia mfano wa baraka ya fedha. Unaweza ukawa na fedha kwenye maisha yako, lakini lazima uwe na uwezo wa kujua wewe katika baraka ya fedha kwenye maisha yako unatembea na kiwango kipi. Nataka unielewe katika eneo lolote la maisha yako, mbingu zikianza kukubariki, elewa kuna viwango vitatu vya kubarikiwa. Sawa, unazo fedha kwa mfano, lakini je, ni kwa kiwango kipi? Je, wewe umefika kwenye eneo la fedha kubarikiwa kwa kiwango cha kwanza? Je, upo kiwango cha pili? Au tayari umeshafika kiwango cha juu kabisa, yani kiwango cha tatu? Nataka uelewe, si kwenye fedha peke yake, ni kwenye baraka zingine zote unazoweza ukazifikiri na kuzitaja. Elewa ya kwamba kuna viwango vitatu vya kubarikiwa. Kwa bahati mbaya sana, watu wengi hawajafahamu maarifa haya, hawana ufahamu huu. Na kwa sababu hawana ufahamu huu, hawaombi kwenda kiwango kingine cha kubarikiwa kwenye eneo hilo. Wamebaki pale. Ni ukweli umebarikiwa, lakini lazima ujiulize, ni kwa kiwango kipi kwenye hilo eneo mbingu zimekubariki? Je, upo kiwango cha kwanza? Je, upo kiwango cha pili? Au uko kiwango cha tatu? Ninapenda uelewe kuna viwango vitatu vya kubarikiwa kwenye eneo lolote la baraka kwenye maisha yako. Hebu sasa tukaanze kuangalia
na tuviangalie hivi viwango kibibilia pia. Kiwango cha kwanza cha kubarikiwa ni kubarikiwa kusikotosheleza. Kubarikiwa kusikotosheleza. Kubarikiwa kusikotosheleza. Hapa ni pale kuna baraka ipo kwenye maisha yako, lakini hii baraka fulani ambayo ipo kwenye maisha yako haiwezi kukutosheleza hata wewe mwenyewe. Unaweza ukawa umebarikiwa fedha, lakini bado fedha ambazo zimeingia kwenye maisha yako, haupo kwenye position ya kusema hauna pesa. Zipo, lakini hazitoshi. Na zaka zinaweza kukuwezesha kupata chakula peke yake, lakini haziwezi kufanya mambo mengine. Haziwezi kulipa ada ya watoto, haziwezi kukufanya ujenge nyumba zako. Hiki ndo tunaita kiwango cha baraka kisichotosheleza. Kubarikiwa kusikotosheleza. Kwa lugha nyingine ya picha huwa tunasema kubarikiwa kusikojaa, kutojaa. Hebu angalia na mimi kitabu cha Mathayo 14. Mathayo 14 mstari wa 13 mpaka wa 21. Mathayo 14 mstari wa 13 mpaka wa 21. Neno la Mungu linasoma hivi pale: na Yesu aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo na watu faragani. Na makutano waliposikia, walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Yesu akatoka, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake Yesu walimwendea wakamwambia, mahali hapa ni nyika tupu, na saa imekwisha pita. Waage makutano waende zao vijijini, wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi vyakula. Wakamwambia Yesu, hamna kitu hapa, ila sisi tuna mikate 5 na samaki 2. Sisi tuna samaki 5 na mikate 2 peke yake. Maana yake chakula kipo. Wana mikate 5 na samaki 2. Maana yake chakula kipo. Elewa mtu wa Mungu, hii ni habari ya Yesu. Amekwenda kukaa mahali ili aombe, lakini watu wamesikia kwenye nyika ile yupo Yesu. Maandiko kama nilivyokusomea anasema watu wakatoka kwenye miji yote wakamfuata. Alipomaliza kuomba, alipowatazama akawahurumia. Ndiko anasema akaponya wagonjwa wao. Alafu Yesu akaanza kuwafundisha neno la Mungu. Alipowafundisha, maandiko anasema aliwafundisha mpaka kukawa jioni sana. Ndipo wanafunzi wake wakina Petro wakamfuata Yesu, akamwambia, muda umekwenda mno. Hawa maelfu ya watu ni vizuri waage, watawanye ili wakajitafutie chakula. Unamuona Yesu akisema hakuna haja ya kuwatawanya waende, wapeni ninyi chakula kwa sababu mnacho chakula. Wanafunzi wake hawakubisha ya kwamba wanacho chakula. Neno la Mungu linasema walimwambia Yesu, hakuna shida kwa habari ya chakula, lakini sisi chakula tulicho nacho ni mikate 5 na samaki 2. Wanafunzi wa Yesu wanasema chakula tulicho nacho hakiwezi kututosheleza hata sisi. Samaki 2 na sisi na wanafunzi wako tuko wa kutosha hapa, na mikate 5 unatuambiaje tuwape hawa? Elewa mtu wa Mungu, hiki ndio kiwango cha kwanza cha baraka. Kama ninavyokuambia, wanafunzi wa Yesu hawakatai ya kwamba chakula wanacho, lakini chakula walicho nacho hata wao wenyewe hakiwatoshelezi. Uelewe kwenye maeneo fulani fulani ya maisha yako ndivyo itakavyo kwenda kuwa. Tena na tena kuna baraka zitakuwepo kwako, lakini je, hazipo katika kiwango cha kwanza?
Sio kwamba una hiyo baraka, lakini hata wewe mwenyewe hiyo baraka ikutosheleze. Kama nilivyokuambia pale mwanzo, unaweza ukawa na fedha, lakini fedha inakutosheleza, inaweza ikatatua mambo yote unayokabiliana nayo. Ndivyo ilivyokuwa kwa wanafunzi wa Yesu hapa walipokuwa naongea na Yesu kwa habari ya baraka ya chakula. Neno la Mungu linakuonyesha walikuwa wanatembea na hicho kiwango cha kwanza. Kipi? Kiwango cha kubarikiwa kusikotosheleza. Elewa mtoto wa Mungu, kuna nyakati utafika mahali hapo, na ukifika mahali hapo ni lazima ujifunze kumwomba Mungu akuondoe kwenye kiwango hicho, akupeleke kwenye kiwango cha kutosheleza, akupeleke kwenye kiwango cha kutosheleza. Hivyo elewa kiwango cha kwanza cha kubarikiwa kwa baraka fulani kwenye maisha yako kitakuwa ni hicho, kubarikiwa kusikotosheleza. Yani kuna baraka Mungu ataileta kwako, mlango utafunguka na hii baraka itaingia kwako, lakini hii baraka ipo katika kiwango cha kwanza, kubarikiwa kusikotosheleza. Yani wewe mwenyewe hiyo baraka haiwezi kukutosheleza. Ninaamini umekielewa kiwango cha kwanza. Twende kiwango cha pili, kubarikiwa kunakotosheleza. Hii maana yake ni kujaa. Kwa lugha ya picha tunazungumzia kujaa. Kubarikiwa kunakotosheleza. Kubarikiwa kunakotosheleza. Elewa mtu wa Mungu, kuna wakati ukimwomba Mungu atakupeleka kiwango cha pili cha kubarikiwa. Na kiwango cha pili kubarikiwa kwa baraka fulani, ndio hicho tunakiita kubarikiwa kunakotosheleza. Kubarikiwa kunakotosheleza. Angalia Mithali 3:10. Mithali 3:10, lakini Mithali sura ya 3 mstari wa 10. Ndipo gara zako zitakapojazwa. Ndipo gara zako zitakapojazwa kwa wingi. Zimejaa. Ndio maana nakiita ni kiwango cha kujaa. Maana yake kiwango cha kutoshelezwa. Kwa baraka fulani Mungu atakuchukua na kukupeleka kiwango cha pili ikiwa utaomba. Na kiwango cha pili ni hicho, kiwango cha kubarikiwa kunakotosheleza. Yani baraka ulionayo inakutosheleza, hauna shida. Hapa ni pale ambapo mtu anabarikiwa kwa baraka fulani kwa kiwango cha kumtosha kabisa. Ikiwa ni pesa kwa mfano, unao pesa inayoweza ikatatua vitu vyako vyote vinavyokukabili. Hiki ni kiwango cha kutoshelezwa, kiwango cha kubarikiwa kunakotosheleza. Na ni kiwango cha pili mtu wa Mungu lazima ufahamu. Ujue unapomwomba Mungu baraka fulani itakuja kwa viwango vitatu. Inaweza ikaja lakini kwa kiwango kisichotosheleza. Nimekwambia hata wewe mwenyewe tu haitoshi. Bado kuna mianya mingi. Hii baraka imeshindwa kuziba. Lakini kiwango cha pili ni kiwango cha kubarikiwa kunakotosheleza. Hapa ni kumekuambia ni pale ambapo baraka hii kwako wanaokuzunguka inaweza ikakutosheleza kabisa hii baraka. Kama ilivyo neno kwenye Mithali 3:10, gara zako zitajazwa. Na ndio maana tunaita ni kiwango cha kujaa. Yani hakuna utupu. Umebarikiwa, hakuna utupu. Baraka hii imetosheleza. Elewa mtu wa Mungu, hicho ni kiwango cha pili, na unapaswa kumwomba Mungu. Hasa wewe ambaye upo katika kiwango cha baraka, katika level ya kutotosheleza, hauwezi ukasema Mungu hajakubariki. Baraka unaiona, lakini ukweli haitoshi, haitoshelezi. Muombe Mungu basi akupeleke kiwango cha pili, kubarikiwa kunakotosheleza. Hii maana yake kuna kutosheleza wewe. Hakuna unachoweza ukabakiza. Kwa mfano mwepesi wa fedha, unaweza ukatatua mahitaji yako yote yanayokuzunguka. Lakini napenda uelewe kuna kiwango cha juu kabisa. Na kiwango cha juu kabisa ni kubarikiwa zaidi ya utoshelezi. Kubarikiwa zaidi ya utoshelezi. Na kwa lugha ya picha tunasema kufurika.
yaani hiyo baraka kwako ni umebarikiwa zaidi ya kutoshelezwa. Kwa lugha ya picha, lugha ya kinabii tunasema kubarikiwa kuna kufurika, ni kiwango cha kufurika. Mithali 3:10b. Mithali 3:10 inasoma hivi: ndipo gara zako zitajazwa kwa wingi, mashinikizo yako yatafurika divai. Kufurika maana yake kama ni maji tunajaza kwenye chombo, kile chombo kitajaa. Kutotoshelezwa nikikuhubiria kwa picha ya maji na chombo. Utayaingiza yale maji, yanaweza yakafika robo, maana yake bado hiki chombo chenyewe tu hakijatosheka. Yanaweza kafika nusu, maadamu hayajajaa, chombo chenyewe bado kinadai, kinahitaji. Yanaweza kafika robo tatu ya kile chombo, bado kinadai. Lakini kiwango cha pili ni kiwango cha kujazwa, kujaa. Chombo kikijaa mpaka juu, hizo ndo tunaita baraka za kutoshelezwa. Lakini kiwango cha tatu ni kiwango cha kubarikiwa zaidi ya utoshelezi, maana yake kufurika. Hivyo kama ni chombo kinajazwa maji, kitajaa, alafu yale maji yataanza kumwagika. Hizi ndio baraka za kufurika zaidi ya kutoshelezwa. Mithali 3:10b inasema, na mashinikizo yako yatafurika divai. Kufurika maana yake nimetosheka, alafu bado baraka inaendelea kuja. Ndio mafuriko yanapotokea. Hiki ni kiwango cha tatu ambacho mtu wa Mungu ni lazima, ukishafika kiwango cha kubarikiwa baraka inayotosheleza, muombe basi Mungu akupeleke zaidi ya utoshelezi. Kubarikiwa kunakofurika. Unaposoma kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 7. Luka 5:1 mpaka 7. Neno la Mungu linasema Yesu alipoamua kuwabariki wakina Petro wavuvi kwa baraka ya samaki, Yesu aliwabariki kwa kiwango cha tatu. Unaposoma pale utaona Yesu anapomwambia Petro, je, chombo chako kinaweza kunibeba ili nikitumie kufundisha watu neno la Mungu? Na Petro anampa Yesu chombo. Anapomaliza Yesu kufundisha, anamwambia Petro, twende mkavue samaki. Na ndio maneno ya Petro kwa Yesu: Bwana, tumefanya kazi ya uvuvi ya kuchosha usiku kucha na hatujapata chochote. Hivyo Petro na wenzake hawakuwa katika kiwango chote cha kubarikiwa. Petro asemi tulifanya uvuvi tukapata kidogo. Petro anasema hatukupata chochote usiku kucha. Hakuanza kutembea na viwango vya kubarikiwa. Na kuna watu wako hapo, na ninamuomba Mungu akusaidie. Hapo sio mahali pa kukaa. Kwenye baraka, kwenye shule ya baraka, Petro anasema usiku kucha hatujapata chochote. Maana yake hakuwa kwenye kiwango cha kwanza, cha pili wala cha tatu. Lakini Yesu alipomtaka sasa kwa neno lake wakavue samaki, maana Petro alimwambia Yesu, lakini kwa neno lako tutakwenda kushusha nyavu tuvue tena samaki. Utaona maandiko yanasema walipovua samaki kwa neno la Yesu, walipata samaki wengi. Sio tu samaki wengi, maandiko yanasema kwa kiwango vyombo vilijaa na havikutosha. Havikuweza kubeba wale samaki, walikuwa wengi mno. Hiki ndio kiwango cha kubarikiwa zaidi ya utoshelezi, kiwango cha kufurika. Na mtu wa Mungu, kwenye eneo lolote lazima uwe na uwezo wa kufahamu juu ya baraka hiyo. Kwa sasa upo katika kiwango kipi? Je, uko kwenye kiwango cha utoshelezi? Je, uko kwenye kiwango cha kutotoshelezwa? Au je, umeshafika kiwango cha kufurika? Na nataka ukitoka kiwango cha kutotoshelezwa, labda uko hapo, muombe Mungu akupeleke kiwango cha kutoshelezwa. Lakini ukifika kiwango cha kutoshelezwa, ujue kuna mahali pazuri zaidi. Muombe Mungu kwenye hiyo baraka, ilo eneo, akufikishe kiwango cha zaidi ya utoshelezi, kiwango cha mafuriko. Oh, haleluya, haleluya. Mtume na nabii Joshua hapa, na nilikuwa nanena na wewe katika kipindi cha Kona ya Maarifa, viwango vitatu vya kubarikiwa. Na sasa nataka niombe na wewe, halafu endelea kufuatilia na kutafakari fundisho na maarifa haya. Zaidi sana endelea kuomba kama nilivyokufundisha.
lipa gharama kumtafuta Mungu ili akuhamishe viwango kutoka kutotoshelezeka uende kwenye utoshelezi. Lakini ukifika utoshelezi au ulie kwenye utoshelezi, ujue kuna kiwango cha tatu cha juu kabisa, kiwango cha baraka kufurika kwenye maisha yako. Nataka uelewe kiwango cha baraka kufurika hapa. Hizi baraka zinazofurika ndio unaweza ukasapoti watu, unaweza ukasaidia watu. Mtu wa Mungu, ni vyema uielewe shule hii. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu. Ameendelea kufuatilia kipindi hiki cha Kona ya Maarifa. Na leo Mungu ulikuwa unasema naye kwa habari ya viwango vitatu vya kubarikiwa. Sijui yuko kiwango kipi Bwana. Labda ninaongea na mtu ambaye hata hajabarikiwa, bado hajaanza kutembea na viwango vya kubarikiwa. Basi ya Mungu, usikiae maombi ya watumishi wako, wewe Mungu unayefikiliza mashauri ya wajumbe wako, ninakuomba sai mtoe mtu huyu Mungu, ukamfanye kuanza kuona kubarikiwa. Lakini Mungu, ninaomba uwape watoto wako viwango vitatu. Endelea kuwainua Bwana. Yule ambaye yuko katika kiwango cha kutoshelezeka, kiwango cha kutoshelezeka, ninaomba muongezee baraka hizo Bwana. Muongezee basi baraka hiyo Jehova, na kaone kutoshelezwa. Lakini Mungu mwema, Mungu mwaminifu, akishafika hapo, na hao wote walio katika kiwango cha kutoshelezwa, ninawaombea Mungu, wape baraka zinazofurika, wapeleke kwenye kiwango cha zaidi ya kutoshelezeka. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Wewe ndiye Mungu unayebariki watu wako. Nimeomba, asante, utawabariki watu wako. Endelea kulifafanua fundisho hili kwenye mioyo yao. Zaidi sana endelea kuwapa kufanya liwapasalo kufanya, ili waendelee kuhamisha viwango vya kubarikiwa na wafike kiwango cha zaidi ya utoshelezi, kiwango cha kufurika. Na wakifika hapo Mungu, wape maarifa ni namna gani watadumu hapo, namna gani watakaa hapo, wasije wakakipoteza kiwango hicho. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen tena amen. Asante mtu wa Mungu kufuatilia kipindi hiki. Asante kuwa na mimi siku ya leo, popote ulipokuwa ukinitazama na kunisikiliza. Mungu wangu akutunze, akupe mema. Na ninapokuaga sahi, ninakuacha kwenye uwepo mkubwa wa Mungu. Na uwepo huu wa Mungu uendelee kukusaidia zaidi sana, uendelee kukufanikisha. Mpaka tunapokutana wakati mwingine, ninakuaga nikisema bye bye.